Karibu mpenzi mtazamaji wetu wa Mzee Yakobo Sport. Tuendelee kuangazia tetesi za usajili zilizojili barani Ulaya, ikiwa leo ni tarehe 16 Januari. Katika dirisha la usajili mengi yanaendelea kujiri. Kabla sijaanza kukutililishia update za leo, karibu uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe. Habari kubwa tulionayo siku ya leo ni juu ya mlinzi wa Manchester United Harry Maguire. Klabu hiyo iko tayari kumuuza mchezaji huyo na vilabu kadhaa vimeonekana vinamhitaji Harry Maguire, ikiwemo vilabu vya kule Serie A vimeonyesha nia ya kumhitaji Harry Maguire, ikiwemo klabu ya Inter Milan, Napoli pamoja na Fiorentina, ambayo golikipa wa zamani David De Gea kwa sasa anaitumikia klabu hiyo. Kwa Harry Maguire huenda akauzwa katika vilabu hivyo, either Inter Milan, Napoli au Fiorentina. Yule ambaye atafika dau mwezi Januari wataweza kumondoka na Harry Maguire. Na tayari hapo klabu ya Manchester United imeshaanza mazungumzo na beki wa Nottingham Forest na Mbrazili Murilo mwenye umri wa miaka 23 ili kuweza kurithi ile nafasi ya Harry Maguire. Na watu wengi wamekuwa wakiona Murilo ni ambaye atafaa kuchukua nafasi ya Harry Maguire. Kumbuka Maguire ana miaka 32 na Murilo ana miaka 23. Wamepishana takriban miaka zaidi ya 8-9. Kwa hiyo itakuwa ni exchange nzuri katika soka la kisasa. Kwingineko, klabu ya Aston Villa wanataka kumwekea mkataba wa kudumu striker wa Uingereza Tammy Abraham, ambaye kwa sasa yuko kwa mkopo katika klabu ya Besiktas kutoka AC Roma. Tammy Abraham amezunguka vilabu kadhaa akivitumikia kwa mkopo, ikiwemo AC Milan na kwa sasa yuko Besiktas. Sasa Aston Villa wanataka kumchukua kwa mkataba wa moja kwa moja. Kumbuka Tammy Abraham kwa sasa ana umri wa miaka 28, ni mmoja wa wachezaji wazuri sana, lakini amekuwa akikosa timu ya kudumu. Hivyo Aston Villa wanamtaka kumpa mkataba wa moja kwa moja. Tukirejea tena kwa klabu ya Brighton, kabla mchezaji wao Carlos Baleba huenda akaondoka katika klabu hiyo msimu wa joto na kujiunga na Manchester United, kwa sababu mchezaji huyo amekuwa wazi kwamba anavutiwa yeye mwenyewe na kuichezea klabu ya Manchester United. Imekuwa ikimvutia sana na anatamani kujiunga nao ili aweze kuchangamana na mchezaji mwenzake kama vile Bryan Mbeumo na wachezaji wengine ambao wanaitumikia timu hiyo. Hivyo basi Baleba huenda akawa mali ya Man U msimu wa joto, kwa sababu Baleba anavutiwa na timu hiyo. Kwingineko, klabu ya Juventus wamefanya uchaguzi kuhusu kumsajili mshambuliaji wa Ufaransa Jean-Philippe Mateta mwenye umri wa miaka 28 kutoka klabu ya Crystal Palace mwezi huu, wakitafuta mbadala wa muda mrefu wa mchezaji wa Serbia Dusan Vlahovic ambaye anaondoka katika timu hiyo. Kwingineko, klabu ya Chelsea wanataka kumsajili mlinzi dirisha hili, na huku mchezaji wa kimataifa wa Argentina na Bournemouth Marcos Senesi mwenye umri wa miaka 28 akiwa miongoni mwa walengwa kadhaa ambao timu hiyo inawataka. Kumbuka klabu ya Chelsea imekuwa na matokeo mabovu sana uwanjani, na ndio maana wanataka kuimarisha timu yao kwenye eneo la ulinzi. Kwingineko, klabu ya Valencia wamewasiliana na Brentford kuhusu upatikanaji wa kiungo wa kati wa Nigeria Frank Onyeka mwenye umri wa miaka 28. Onyeka ambaye ameonyesha kiwango kizuri sana kwenye michuano ya AFCON inayoendelea huko nchini Morocco, ndio ameweza kuteka rada za soko la Ulaya kwa sasa, na klabu hiyo ya Valencia wamewasiliana na Brentford namna ya kumpata kiungo huyo ili kuweza kumtumia kwenye kuimarisha timu yao. Kwingineko, klabu ya Crystal Palace na Brighton wanashindana na Athletic na Norwich kumnunua mlinzi Durdan mwenye umri wa miaka 17 kutoka Ireland Vinnie Leonard. Na kinda huyu amekuwa ni makinda ambao wanaonyesha watakuja kuwa wachezaji wazuri, na ndio maana klabu hizi kadhaa zimeonyesha nia ya kumgombania. Tukimalizia na kule Madrid, kiungo yule wa Madrid Dani Ceballos mwenye umri wa miaka 29 anatakiwa moja kwa moja kuweza kusajiliwa ili kuweza kurithi ile nafasi ya Conor Gallagher, na Aston Villa pia wanamhitaji kiungo huyo ili kuweza kumpata kwenye timu yao. Tumefika tamati, bye bye, wakati mwingine tena.